Miezi minne baada ya seneta wa Busia Okiya Omtata kutangaza azma yake ya kuwania nafasi ya urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 na kuunda jopo kazi la kuzuru kaunti zote ili kupata maoni iwapo Wakenya wangetaka awanie urais au la, na yale mambo ambayo Wakenya wangetaka yatekelezwe iwapo wataingia afisini. Hii leo ni zamu ya wakazi wa Nakuru kutoa maoni yao kwenye jopo kazi hilo. Evans Asiba anaarifu zaidi. Tarehe 3 mwezi Novemba mwaka 2024, Okiya Omtata alianzisha safari hii ya kuwania kiti cha urais mwaka 2027, na hatua yake ya kwanza ikiwa ni kupata maoni ya Wakenya. Pengine Wakenya ni yapi walionao kuhusiana na swala nzima la yeye kuwania kiti hiki, akitengeneza jopo kazi ya kupata maoni kwa Wakenya. Hii leo ni katika kaunti ya Nakuru, wote wakiwa hapa. Tuna nia moja kuzungumza na wakazi wa hapa Nakuru, pengine kupata maoni yao ni yapi kuhusiana na swala hili nzima, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza nao nikiwashirikisha katika mazungumzo haya. Njoo tu hapa, pengine tu ukianza kwa kujitambulisha majina, pengine tuambie kufikia sasa tunajua kwamba mwaka jana mlianzisha vikao hivi ambavyo mmekuwa mkizunguka katika taifa hili mkitaka kujua sauti ya Wakenya kuhusiana na swala nzima la Okiya Omtata kuwania kiti cha urais katika taifa hili mwaka 2027 samahani. Vipi pengine? Tulikuwa gazetted tarehe 3 Novemba mwaka uliopita, lakini mikutano haswa tumeanza Januari, wiki ya kwanza, na tumezunguka Mount Kenya, karibu Mount Kenya nusu tumemaliza. Sasa tuko safari ya Western. Tunaanza Nakuru, tunaenda Narok, tunaenda Nyamira, tunaenda Kisii, tunapiga hiyo belt yote ya Western, tukisikia maoni ya Wakenya, tukiongeleshea Wakenya. Pengine kufikia sasa hivi kule ambapo mmezunguka, sauti ni zipi, semi ni zipi kwa Wakenya? Wakenya wanasema nini? Wakenya wamechoka. Kitu ya kwanza, Wakenya wamechoka, wanataka uongozi tofauti kabisa. So unasikia watu wakiuliza huyu kiongozi atakuwa tofauti, atakuwa kama wale wengine aje. Wakenya wanataka utofauti, wanataka viongozi waajibike, wanataka kujua viongozi watafuata katiba. Huyu Okiya Omtata ambaye anataka kuwania urais ametupa nafasi ya kujieleza na kudiscuss issues ambazo zinatuhusu sisi, na kitu kingine tumediscuss hapa ni mambo ya civic education, kwa sababu pale mtu anapoenda kupiga kula bila kujua ambacho ule mtu anataka kumfanyia, kwa sababu viongozi wengi wanakuja na manifesto yao, lakini sasa tungetaka ambaye angewania urais mwaka uchaguzi unaokuja aombe manifesto kutoka kwa wananchi ili ajue shida zao ili aweze kuzitatua, na tungeomba watengeneze vikao kama hivi kwa kaunti zingine ama vijijini ili watu waweze kuelimika na kujua kile ambacho wanafaa kufanya. Haya basi, mliosikia wakisema kwamba pengine swala nzima ni wakati ambapo wanasiasa sasa wanafaa watumie kutengeneza yale kwa Kiingereza inaitwa manifesto. Wanasema tu kwamba hoja zile ambazo wanatengeneza wawe wenye kuja kuzipata kwa wenyeji, kwa Kenya kujua ni lipi ambalo linafaa litekelezwe wapi. Ukiangalia hapa awali imekuwa ni wanasiasa kuja na mambo yao na kusema kwamba nitafanya hivi na vile, lakini sauti hiyo wengi wale ambao tumezungumza nao wanasema kwamba ni wakati ambapo pengine watafute barabara nyingine ambayo ni ya kuja kuzungumza na Wakenya, kujua hali zao na mambo yepi ambayo wangetaka ashughulikie punde tu wanapoingia afisi.